Aliyekuwa mwenyekiti wa baraza la vijana ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Pombalu ameibuka na kuzungumzia juu ya sintofahamu ambayo imeibuka kufuatia kauli iliyotolewa siku chache zilizopita na Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, pamoja na maoni yaliyotolewa pia na mwandishi wa habari Pascal Mayala dhidi ya kauli yake. Akiandika kupitia katika ukurasa wake, John Pombalu amesema kwamba kisa cha Sauli kutaka kumuua Daudi kwa sababu ya makofi tu kinavyonikumbusha mjadala wa makofi ya Dr. Mwigulu. Picha linaanza Daudi, mtoto mdogo mwenye uso laini asiye na mafunzo ya vita, kumuua Goliati, jitu la miraba minne lililoitikisa Israeli. Wanawake wa Israeli wakaimba wakisema, Sauli ameua elfu zake, lakini Daudi ameua makumi ya elfu. Kumbuka, Sauli ni mfalme, Daudi mchunga kondoo za baba yake, ila umma unaimba Sauli kaua maelfu, Daudi kaua maelfu. Halafu maneno hayo yakafuatia na makofi kibao kama waliopigiwa wastaafu wa Chadema kwenye msiba wa Kardinali Pengo. Maneno yale hayakuwa matusi, hayakuwa njama, yalikuwa ni shangwe ya ushindi, lakini ndani ya moyo wa Sauli makofi yale yakageuzwa mshale. Wivu ukaingia, hofu ikaota mizizi, hasira ikaanza kumtawala. Sauli hakuona tena ushindi wa taifa, aliona tishio kwa kiti chake cha enzi. Leo simulizi hii inanikumbusha jambo kubwa kuliko watu binafsi. Katika mjadala ulioibuka kufuatia tukio la msiba wa Kardinali Pengo, kulikuwa na tafsiri na maoni mbalimbali kutoka kwa wananchi na wachambuzi. Katika msiba ule alikuwepo Dr. Mwigulu Nchemba, waziri mkuu, na Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa serikali ya Tanzania. Hawa kupigiwa makofi pindi walipotambulishwa msibani. Pia kulikuwepo na waziri mkuu na makamu wa rais wastaafu kama Dr. Warioba, Majaliwa na Dr. Mpango, pamoja na viongozi wa Chadema taifa. Hawa walipigwa makofi mengi, shangwe na vigeregele. Wapo walioona makofi au kimya kama ishara fulani, wapo pia waliotafsiri kama ujumbe mzito wa kisiasa. Siku chache baadaye Dr. Mwigulu alijibu mapigo akidai kuwa kupigwa makofi au kutopigwa makofi yeye hajali, akipendwa na mke wake inatosha. Siku iliyofuata mwandishi wa habari mwandamizi Pascal Mayala alipewa muda wa saa 24 na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari Tanzania kudhibitisha kauli aliyoitoa katika kipindi cha Jambo Asubuhi kinachorushwa na Jambo TV. Katika kipindi hicho, Mayala alidai kuwa Dr. Mwigulu Nchemba hakufurahishwa na kitendo cha waombolezaji katika ibada ya mazishi ya Kardinali Pengo kuwashangilia viongozi wakuu wastaafu, akiwemo waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa, Dr. Philip Mpango, Jaji Joseph Warioba na Mizengo Pinda. Sasa tukirudi nyuma kidogo, watendaji wakuu wa serikali inayodai kuchaguliwa kwa 98% miezi minne tu iliyopita kutopigwa makofi pindi inapotambulishwa hadharani ni ujumbe mkubwa wa kisiasa kwamba mmejiweka na kamwe hamtokana na matakwa ya wengi. Makofi kwa Daudi kuliko Sauli mfalme ulikuwa ujumbe wa kiroho kuwa ufalme umehama. Hata kama Sauli alikuwa katika kiti cha enzi, lakini makofi kwa Daudi asiye na cheo ilikuwa ishara kuwa utawala wa Sauli tayari umeshaanguka. Waliosema Chadema itapotea kwa kutoshiriki uchaguzi 2025 wao ndio wamesaulika, na Chadema licha ya vifungo, vipigo, vifo, kupotezwa kwa wanachama na viongozi wake bado iko imara na imebeba kusudi la wengi.